Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kutazama somo lenye kichwa kinachosema ni nani atakayesimama. Sehemu ya kwanza tukaona kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 17, fungua pamoja nami. Neno la Mungu linasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Mtarudia, anasema kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Tukaona ya kwamba hili ndilo swali ambalo limekuwa likiulizwa katika vizazi vyote, na tukaona siku iliyo kuu inayotajwa hapa ni pale ambapo Marekani itapitisha amri ya Jumapili na hukumu ya upelelezi itatoka kwa wenye haki waliokufa na kuingia kwa wenye haki walio hai. Kwa hiyo tukatazama ya kwamba ili tuweze kusimama wakati huo katika siku ya Bwana, siku ambayo Marekani itapitisha amri ya Jumapili na hukumu ya upelelezi itatoka kwa wenye haki waliokufa na itaanzwa kwa wenye haki walio hai, lazima tupokee ujumbe utakaotusaidia kuweza kutakaswa mioyo ili tuwe tumesimama kipindi Kristo atakaribia ili kuhukumu kanisa lake Waadventista wa Sabato. Na tukaangalia ujumbe huu unaitwa ukweli wa sasa, na ukweli wa sasa unapatikana katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 6 hadi mstari wa 12. Hapo kuna ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo tukaona ujumbe huu wa malaika watatu ndio ukweli wa sasa unaofunua mpango wa ukombozi katika miisho yake kupitia somo la patakatifu. Kwa hiyo tukasonga mbele na tukasoma nukuu kadha wa kadha katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 488. Aya ya pili, mjumbe wa Mungu anasema somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri, hasa kwa watu wa Mungu. Tukaona watu wa Mungu wanaozungumziwa hapo ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini kitabu cha Great Controversy 488 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anasema patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu. Anaendelea kusema inamuhusu kila mtu anayeishi duniani. Anaendelea kusema inafunua mpango wa ukombozi. Kwa kumbe somo la patakatifu ambalo tunalipata katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14, Ufunuo Yohana sura ya 14 nimetoka kukwambia inafunua mpango wa ukombozi katika miisho yake kupitia somo la patakatifu. Hawa malaika wote watatu wanafunua mpango wa ukombozi katika miisho yake kupitia somo la patakatifu. Ndio maana nukuu hii nitakurejelea katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy 488 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anasema inafunua mpango wa ukombozi. Ni nini ambayo inafunua mpango wa ukombozi? Sentensi ya kwanza inaanza kusema patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu. Kwa hiyo kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu katika patakatifu pa mbinguni ndiyo ufunguo au ndiyo kitu pekee kinachofunua mpango wa ukombozi. Ndio maana nabii anaendelea kusema inafunua mpango wa ukombozi.
na kutupeleka mpaka mwisho wa wakati na kufunua matokeo ya shindano kati ya haki na dhambi. Anaendelea kusema ni yenye umuhimu wa juu kabisa, ambayo wote wanapasa kuyachunguza mafundisho haya kikweli kweli na kuwa tayari kumjibu kila mtu anayewauliza sababu ya tumaini ambalo liko ndani yao. Kwa hiyo tukaona huu ndio ujumbe ambao utatusaidia kusimama, na ndio ujumbe ambao utatakasa mioyo na kutufanya washiriki pamoja na wachungaji kuwa tayari kwa ajili ya hukumu ya upelelezi ya wenye haki walio hai ambayo iko mbele yetu. Lakini hata kabla hujafikiwa na hukumu ya upelelezi wenye haki walio hai iliyoko mbele yetu kwa tukio la amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, hata unapokufa unatakiwa kuutambua ujumbe huu na kuuleta katika maisha ili uwe tayari kuhukumiwa. Maana neno la Mungu linatuambia mara baada ya kifo hukumu, katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27. Fungua pamoja nami kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Kwa hiyo unaweza usifike amri ya Jumapili, lakini bado kuna kifo kiko mbele yako, kinaweza kukabili wakati wowote. Kwa hiyo kabla ya kifo kukujia, inatakiwa uwe umeuona ujumbe huu na umeuleta katika maisha ili usimame wakati ambapo utahukumiwa. Kwa hiyo tukaona ili shetani atufanye tusiweze kusimama katika hukumu ambayo iko mbele yetu, ambayo ndio sikukuu ya Bwana, anatupatia mada nyingine ambazo sio za msingi, ambazo sio ukweli wa sasa, ambazo sio ujumbe wa malaika yule wa tatu, na azifunui mpango wa ukombozi katika miisho yake. Na hivyo basi Mwadventista msabato atatengwa na kile ambacho Kristo anafanya kwa ajili yake, na atashindwa kushirikiana pamoja naye katika kutekeleza wajibu wake ili aweze kusimama katika sikukuu ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo tukaona mada hizi sio ujumbe wa malaika watatu, na hasa sio ujumbe wa malaika yule watatu, kwa sababu tunaambiwa ujumbe wa malaika yule watatu ndiye anayetakiwa kushughulisha akili zetu. Hasa ujumbe unaopatikana hapo tunatakiwa kuutafakari. Sio kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili hauna nguvu, lakini ujumbe ambao unatakiwa kushughulisha akili zetu hasa ni ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa hiyo tukaona shetani analeta mada hizi ili kutupatia kazi ambayo Mungu hakukusudia kutupatia, kwa sababu tuliona kwa kila kizazi, kwa kanisa lake, Mungu anao ujumbe maalum na kazi maalum. Kwa hiyo ili akamilishe kazi ya kizazi husika, ni lazima atoe ujumbe katika kizazi husika utakachokisaidia kizazi hicho kumaliza kazi. Kwa hiyo tukaona kumbe shetani analeta mada nyingine ili atutenge na kazi ambayo Mungu ametupatia kupitia ujumbe ambao ameufunua katika kipindi hiki kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Kristo alipotoka patakatifu akaingia patakatifu pa patakatifu. Na tukasoma katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza ukurasa wa 124 na ile aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba ujumbe wa wakati huu unatakiwa kuwa chakula kifaacho kwa watu wa Mungu na unapaswa kunufaisha kanisa la Waadventista wa Sabato. Anaendelea kusema, lakini shetani amekuwa akitafuta kuiba ujumbe huu hatua kwa hatua ili kanisa la Mungu lisiandaliwe kusimama katika sikukuu ya Bwana. Na unapoangalia katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 488 na ile aya ya kwanza, kwa Kiingereza Great Controversy ukurasa wa 488 na ile aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema shetani anabuni
na kuvumbua njama na hila zisizo na idadi, ili kumiliki akili zetu zisiweze kufikiria sana juu ya kazi ya upatanisho inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Na pale mjumbe wa Mungu ananukuu kwa kusema, shetani anabuni na kuvumbua njama na hila zisizo na idadi za kumiliki akili zetu, ili zisiweze kufikiria sana juu ya kazi ambayo inapaswa kujizoeza kabisa. Kazi ambayo inapaswa kujizoeza kabisa ndio nimekuambia, kazi ya upatanisho inaendelea katika hekalu la mbinguni. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mdanganyaji mkuu, tuliona, huzichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Anasema anaelewa ya kwamba kila anayetegemea akili zake potofu hatimaye hutengana na Kristo pamoja na ukweli wake. Na tukapiga hatua tukaangalia katika kitabu cha Medical Ministry ukurasa wa 93 na ile aya 6, mjumbe wa Mungu anasema shetani atatoa katika ukweli wa sasa, atatoa katika kweli za msingi kwa kutupatia nadharia za uongo. Na nikakuahidi panapo majira kama haya tutaangalia nadharia hizi ambazo shetani anazileta ili kuiba muda wetu katika kujiandaa kusimama katika siku ya Bwana ambayo iko mbele yetu, lakini pia katika kuliandaa kanisa la Mungu, lakini pia sio tu kanisa la Mungu, hata ulimwengu kusimama katika siku kuu ambayo iko mbele yetu. Lakini kabla ya kuanza kuangalia nadharia hizi ambazo shetani anazileta, na atakapo zileta anajua ya kwamba kazi ya kuandaa watu kusimama haitafanikiwa, lakini pia ana hakika ya kwamba anaweza akamshikilia Kristo katika hekalu la mbinguni siku zote, kwa sababu hata kuwa ameliandaa kusanyiko lake kufikia hali ya ukamilifu. Kwa hiyo shetani anapoleta nadharia hizi ana kusudi moja tu, kuzuia mwanadamu asishirikiane na Kristo katika kumaliza kazi ya kumponda yeye kichwa. Kwa hiyo napenda kukusisitiza, kabla ya kuanza kipindi hiki, hakikisha una kalamu yako, hakikisha una karatasi pamoja na Biblia yako mkononi, na kulingana na nafasi ulio nayo, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo, inamisha uso wako tunapoenda kumuomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa fursa hii ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza kweli kuu za msingi katika kizazi hiki cha mwisho. Tusaidie tuweze kuelewa, na haya yote tuweze kuyaleta katika maisha, ili furaha yako iweze kutimilika ndani ya mioyo yetu. Tunaamini utakuwa pamoja na msikilizaji, mtazamaji na mimi mhutubu. Tia maneno yako kinywani mwangu, kwa sababu pasipo wewe siwezi neno lolote lile. Naamini umesikia na utajibu sawasawa na upendavyo. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Unapoangalia katika kitabu cha huduma ya uponyaji, kwa Kiingereza ni Ministry of Healing, tutatazama nukuu ambayo nilinukuu katika kipindi kilichopita, lakini hatukuweza kuisoma. Lakini nukuu hii nitaileta mbele yako leo, kwa sababu ndiyo kitovu au ndiyo msingi wa somo ambalo tutalitazama katika siku ya leo. Unapotazama katika kitabu cha Ministry of Healing, kwa Kiswahili kitabu hiki kinaitwa huduma ya uponyaji, ukurasa wa 448 na ile aya ya 4, maneno ya Mungu linatuambia mmejengwa juu ya msingi wa mitume
na manabii na Kristo Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo tukitaka kufanya vitu katika kipindi chetu, lazima tuangalie jinsi ambavyo mitume walifanya na jinsi ambavyo manabii walifanya, lakini zaidi sana jinsi ambavyo Kristo alifanya, kwa sababu yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Na hatutaweza kujenga pasipo kumsahau Kristo. Hatutaweza kujenga katika msingi mwingine wowote, lakini tunajenga katika msingi ambao Kristo ameuanzisha, kwa sababu yeye ndiye kielelezo chetu. Unapotazama katika kitabu cha Ministry of Healing, huduma ya uponyaji 448 aya ya 4, mjumbe wa Mungu anasema Kristo alitoa tu, sikiliza hili neno, alitoa tu maarifa ambayo yangeweza kutumika. Anaendelea kusema maelekezo yake kwa watu wake yalijikita kulingana na mahitaji yao katika maisha ya kivitendo. Kwa hiyo Kristo aweze katupatia mahitaji ambayo hatuwezi tukayatumia katika maisha ya kivitendo. Kwa lugha nyingine, mahitaji haya ni maarifa. Aweze katupatia maarifa ambayo hatuwezi tukayatumia katika maisha ya kivitendo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba utafiti ambao uliwaongoza watu kuja kwake na maswali ya udadisi hakuendekeza. Kwa Kristo hakuendekeza maswali ya utafiti pamoja na udadisi ambayo aliletewa, aliyaweka kando, alikaa kimya. Anaendelea kusema kwa maswali yote ya jinsi hiyo alitoa maonyo ya dhati na muhimu. Kwa hiyo aliwaonya wote ambao walimjia na maswali ya namna hii, kwa sababu ni maswali ambayo yasingeweza kuwaokoa, ni maswali ambayo yasingeweza kuwasaidia kutoka gizani na kuja nuruni, ni maswali ambayo yasingeweza kuwasaidia kutoka mautini na kuingia uzimani. Anaendelea kusema hapa kwa wale ambao walikuwa na shauku ya kuchuma, hapa kuna tumaini. Anasema kwa wale ambao walikuwa na shauku ya kuchuma kutoka katika mti wa maarifa, aliwapatia tunda la mti wa uzima. Anaendelea kusema aliwapatia tunda la mti wa uzima. Anaendelea kusema waliona kila mlango umefungwa isipokuwa njia ambayo inaongoza kwa Mungu. Anaendelea kusema kila kijito kilifungwa isipokuwa kijito cha uzima wa milele. Kwa hiyo Kristo alitoa maarifa ambayo yangewaongoza watu katika uzima wa milele. Na Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Kwa kanisa lake ni yeye yule yule, na uongozi wake ni ule ule, na utaratibu wake ni ule ule, kwa sababu Mungu hajipingi na Mungu si kigeugeu. Kama unapotazama katika kitabu cha Malaki, unapoangalia kitabu cha Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 6, sikiliza kile ambacho neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Kwa hiyo Mungu hana kigeugeu. Mungu ni Mungu wa utaratibu na abadilishi jinsi ya kufanya mambo yake. Ndio maana hata katika wakati wa nabii Ellen G. White, imetoka kusoma fungu la Waefeso 2:20 anaposema tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii na Kristo Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo kama Kristo aliulizwa maswali haya na akakaa kima na alitoa maarifa ambayo
yangeweza kuongoza watu katika uzima wa milele. Tunategemea kuona hata mitume wake wakifanya hivyo hivyo, na hata nabii wake katika kanisa lake katika kipindi hiki cha mwisho, Ellen G. White, akifanya hivyo hivyo. Kwa sababu ili tuelewe wakati wetu, ni lazima tuelewe historia, kwa sababu tunaambiwa yaliyokuwako ndiyo atakayokuwako, yaliyotokea ndiyo atakayotokea, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo hatuwezi kuelewa hali yetu ya sasa mpaka turejee katika historia iliyopita, kwa sababu ili tuweze kuelewa unabii, tuweze kuelewa mambo yajayo, inabidi turejee katika historia. Kwa hiyo pia tuone kile ambacho mjumbe wa Mungu alipitia kwa wakati wake. Kuna nadharia ambazo watu walimletea. Kwa hiyo sishangai hata leo kama kuna nadharia ambazo zipo, na hizi nadharia si mwingine anayezileta. Tulitazama pia katika kitabu cha Huduma ya Uponyaji 451 ya kwamba ni Shetani anayezileta ili kuwatenga watu na kazi ambayo Mungu amewapatia katika kizazi hiki cha mwisho, kama inavyofunuliwa kazi hiyo katika ujumbe wa malaika watatu katika miisho yake kupitia somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi. Unapotazama katika kitabu cha Gospel Workers ni watendakazi wa Injili. Gospel Workers ni watendakazi wa Injili. Unapotazama katika kitabu cha Gospel Workers ukurasa wa 313 na ile aya ya kwanza, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Kuna nadharia mbalimbali ambazo aliletewa, na unaambiwa basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa kutuonya sisi au kutufundisha sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Gospel Workers, watendakazi wa Injili, ukurasa wa 313 aya ya kwanza, anasema katika wakati uliopita nililetewa kwangu mapendekezo mengi, anasema yasiyo na msingi na yenye nadharia za udadisi na kuvutia. Wengine walileta nadharia inayowapasa, anaanza kuzitaja nadharia ya kwanza, nadharia inayowapasa waumini waombe huku wakiwa wamefumbua macho. Kwa hiyo ni nadharia ambayo ilikuwepo tangu wakati wake. Anaendelea kusema wengine wanafundisha kwamba kwa kuwa wale waliohudumu katika ofisi takatifu walipaswa kuvua sendo zao na kuosha miguu kabla ya kuingia hema takatifu, hivyo basi waumini wanapaswa kuvua viatu vyao kabla ya kuingia nyumba ya ibada. Ni nadharia ambayo aliletewa pia na ilikuwepo kwa wakati wake. Watu walikuwa wakibishania juu ya nadharia hizi ambazo zisingewaandaa kusimama katika sikukuu ya Bwana, au zisingewafanya waweze kufikia ukamilifu ambao Bwana alikuwa anahitaji kutoka kwao. Anaendelea kusema, na bado wengine wanarejelea amri ya 6 na kusema hata wadudu wanaodhuru binadamu wasiuawe. Anasema na wengine wameleta nadharia kwamba watakaokombolewa watakuwa na nywele za kijivu, kana kwamba swala hili ni la muhimu. Lakini nadharia nyingine ambayo hata kwa wakati wake ilikuwepo, na hata katika kipindi chetu watu wameingia katika mabishano ya nadharia hii, ni nadharia kuhusiana na jiografia ya dunia, ya kwamba je, dunia ni mduara au ni tambalale? Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema, ya kwamba nadharia hii sio ya msingi na haitatuandaa kusimama katika sikukuu ya Bwana. Anasema kipindi fulani kuna kaka alinijia na ujumbe kwamba dunia ni tambalale. Nilielekezwa kuwakilisha agizo la Kristo kwa wafuasi wake, nendeni basi na kuwafundisha mataifa yote, nami nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa wakati. Mathayo 28:19 na ule mstari wa 20. Anasema kulingana na masomo kama vile utambalale wa dunia, Mungu anasema hiki ni nini kwako? Nifuate mimi, nimekupatia agizo lako. Na tunapomfuata Kristo kwa imani, tunamfuata katika patakatifu, kwa sababu ndipo alipo sasa. Na ujumbe ambao atatupatia ni ujumbe ambao utatuandaa kusimama katika sikukuu ya Bwana. Ujumbe wa malaika watatu, onyo la mwisho kwa jamii ya wanadamu, unaofunua mpango wa ukombozi katika miisho yake.
Anaendelea kusema hapa ya kwamba kawia juu ya kweli kuu za wakati huu, sio juu ya mada ambazo hazina uhusiano wowote na kazi yetu. Sasa sikiliza hitimisho ambayo mjumbe wa Mungu aliandika, na hitimisho hii tutakuwa na ujasiri wa kuisema katika siku ya leo, kwa sababu hata nabii Ellen G. White aliyetangulia aliandika hitimisho hii. Anasema, nimeelekezwa kusema kuwa nadharia hizi ni uzalishaji wa mawazo ambayo hayajafunzwa katika kanuni za kwanza za Injili. Kwa nadharia hizi, adui anapambana kuziba, au kwa lugha nyingine mtu anapokuambia kuziba ni kukinga kweli kuu za wakati huu. Kwa hiyo nadharia nyingine ambayo watu wamekuwa wakiingia katika mabishano, katika udadisi na utafiti, na sio mpango wa Mungu, ni nadharia kuhusiana na asili au uungu wa Roho Mtakatifu. Lakini nitakusomea nukuu moja tu ambayo inataja moja kwa moja takiwi kuingia katika mijadala hii au katika nadharia hizi ambazo Mungu hajatufunulia. Kama unapoangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29, neno la Mungu linasema mambo ya siri ni ya Bwana, lakini yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Hata swala hili la asili au uungu Roho Mtakatifu Mungu hajafunua katika ukamilifu wake, lakini wengi wanajaribu kulileta kana kwamba Bwana amefunua katika ukamilifu wake, na hicho kitu kinampendezwa adui, na kwa kufanya hivyo adui atakuwa amefanikiwa kuwashinda wasiweze kuuona ujumbe utakaowafanya kusimama na kuwaandaa wengine kusimama katika sikukuu ya Bwana. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostles, ukurasa wa 52 aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema asili ya Roho Mtakatifu ni fumbo, wanadamu hawawezi kuielezea kwa kuwa Bwana hajawafunulia. Watu wenye mitazamo ya kuvutia wanaweza kuleta mafungu ya maandiko na kuweka mtazamo wa kibinadamu juu yake, lakini kukubali mitazamo hii hakutoliimarisha kanisa. Kitakacholiimarisha kanisa tunaambiwa ni ukweli wa sasa. Unaposoma kitabu cha maandiko ya Early Writings ukurasa wa 63, mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba ukweli wa sasa ndio unaohitajika kundini sasa, kwa sababu utaunganisha kondoo waliotawanyika na kutakasa moyo. Kwa hiyo ukweli utakaoliimarisha kanisa ni ukweli wa sasa, sio mada ya Roho Mtakatifu na mada nyingine zote au nadharia ambazo tutaziangalia katika siku ya leo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba lakini kukubali mitazamo hii hakutoliimarisha kanisa. Kwa siri za aina hii, kwa sababu fumbo ni siri, kwa siri za aina hii ambazo ni za kina sana kwa uelewa wa mwanadamu, ukimya ni dhahabu. Anaposema ukimya ni dhahabu, kwa lugha nyingine ukimya ni hekima, au ukimya ni silaha, au ukimya ni kitu cha thamani sana, kwa sababu dhahabu ni lulu ya thamani sana. Unapoangalia pia katika kitabu cha Council on Health, unapoangalia katika kitabu cha Council on Health, Council on Health ni mashauri juu ya afya, ukurasa wa 524. Hapa kuna nadharia ambayo tunatakiwa kuwa makini nayo sana. Hata mjumbe wa Mungu alieleza, kwa sababu hakuna jambo jipya chini ya jua. Yote tunayoona natendeka sasa yalianza kutendeka hata wakati wa nabii. Ndio maana akaandika kwa ajili ya kuwafanya watu wasije wakaingia katika mtego huu wa nadharia zinazoletwa na adui. Hata kazi ya umishinari wa kitabibu ni kweli ni kazi ya msingi na inatakiwa itende kazi sawa sawa na ujumbe wa malaika watatu, lakini wengi wetu leo tunaitenganisha na tunaifanya kazi ya umishinari wa kitabibu kana kwamba ndiyo kazi kuu ambayo Mungu ametupatia katika kuandaa watu kusimama, na hapo adui hatakuwa ametutega na kazi ya kuandaa watu kusimama haitafanyika. Na hata umishinari wa kitabibu ambao wengi tunaufahamu na kuuelewa ni tofauti na ule ambao Mungu alikusudia. Na tukipata nafasi katika Sauti ya Marejeo Ministry tutajifunza pia hata umishinari wa kitabibu ambao Mungu alitupatia na alikusudia utumikeje kuwasaidia watu waweze kupata afya ya kimwili lakini pia na kiroho. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema kazi ya umishinari wa kitabibu haipaswi kwa namna yoyote ile
kutenganishwa na huduma ya Injili, lakini wengi tumetenganisha na huduma ya Injili. Anasema Bwana ameeleza wazi kwamba vyote viwili vimeunganishwa kwa pamoja kama vile mkono na mwili. Pasipo muunganiko huu, hakuna kati ya hizi kazi mbili itakayokuwa imekamilika. Kazi ya umishonari wa kitabibu ni Injili ya kivitendo. Kumbe umishonari wa kitabibu ni matunda ya Injili, na Injili ya wakati wetu ni ujumbe wa malaika watatu inayoelezea mpango wa ukombozi kupitia somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi ndani ya hekalu la mbinguni. Kwa hiyo kama kazi ya umishonari wa kitabibu ni matunda ya Injili, kwa hiyo kati ya umishonari wa kitabibu au Injili, kikwapi tunatakiwa kukielewa? Kwanza tunatakiwa kuielewa Injili, na tukielewa Injili ndio tutaelewa sasa tunda la hiyo Injili ambayo ni kazi ya umishonari wa kitabibu. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu hiki cha Counsels on Health, mashauri juu ya afya, ukurasa wa 524 aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema, lakini Mungu hakupanga kwamba kazi ya umishonari wa kitabibu izibe au ikinge kazi ya malaika yule wa tatu. Anasema mkono haupasi kuwa mwili. Ujumbe wa malaika yule wa tatu ni ujumbe wa Injili katika siku hizi za mwisho, na upasi kwa namna yoyote ile kukingwa na mambo mengine na kufanya kuonekana kana kwamba ni ujumbe usiohitaji uangalifu muhimu. Pale ambapo katika taasisi zetu chochote kinachoinuliwa juu zaidi ya ujumbe wa malaika yule wa tatu, hapo Injili siyo nguvu kuu iongozayo. Na unaambiwa sionee haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa kama Injili sio nguvu kuu iongozayo, watu hawezi wakaufikia wokovu, na taasisi hiyo haitawaandaa watu kusimama, kwa sababu nukuu ambayo tumeizoea mara kwa mara inayotoka katika kitabu cha Manuscript Releases, gombo la kwanza 228 na ile aya ya pili. Ujumbe wa Mungu anasema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule wa tatu ni kuandaa watu kusimama katika hali ya uaminifu kwake kipindi cha hukumu ya upelelezi. Anasema hii ndiyo sababu ya kuanzisha taasisi zetu, anazitaja pale. Kwa kama hizi taasisi zinaziba kazi ya Injili ya malaika yule wa tatu, taasisi hizi haziwezi zikamaliza kazi. Ndicho mjumbe wa Mungu anasema hapa, ya kwamba mahali hapo Injili siyo nguvu kuu iongozayo. Na anasema katika kitabu cha mashauri juu ya chakula na lishe, Counsels on Diet and Food, 458 na ile aya ya 5. Mjumbe wa Mungu anasema tunapaswa kukumbuka daima, neno daima huwakilisha siku zote. Tunapaswa kukumbuka daima kwamba kusudi la kazi ya umishonari wa kitabibu ni kuwaongoza wanaume na wanawake wanaougua kwa mtu wa Calvary. Mtu wa Calvary sasa hivi, wapendwa, hayuko ua wa nje. Mtu wa Calvary hayuko patakatifu. Mtu wa Calvary yupo ndani ya patakatifu pa patakatifu. Anaendelea kusema ya kwamba aichukuae dhambi ya dunia, waongozeni kwake yeye ambaye aweza akaponya ugonjwa wa kimwili na kiroho, na Kristo yuko katika patakatifu patakatifu. Kwa hiyo tukitaka kuponya magonjwa ya kiroho na kimwili, lazima tukubali ujumbe ambao ni ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika watatu anaotupatia kama onyo la mwisho katika kipindi chetu, ili kutufanya kuweza kusimama. Na hoja nyingine ambayo imekuwa ikiletwa na watu katika kipindi hiki tunachoishi, na watu wameingia katika mabishano kana kwamba ni hoja ya kiroho au ni hoja ambayo itawasogeza karibu na Bwana, ni hoja kuhusiana na 144,000. Hoja hii sio ukweli wa sasa na sio ya msingi, na adui ambavyo anaitumia
anaitumia kama nadharia ambayo itawatenga watu na ujumbe ambao Mungu amewapatia katika kipindi hiki, ili waweze kumaliza kazi na kuandaa wengine kusimama katika sikukuu ambayo iko mbele yetu. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema, ya kwamba hata hii hoja si ukweli wa sasa na si ya msingi, haitakiwi kutuchukulia muda wetu, na hoja hizi hatutazitazama katika Sauti ya Marejeo Ministry, kwa sababu sio ujumbe utakao kusaidia kusimama katika marejeo ya Kristo. Anasema hapa, sio mapenzi yake Mungu kwa watu kuingia katika mabishano kuhusu maswali ambayo hayatawasaidia kiroho. Kwa hivi vitu tulivyovitazama havitusaidii kiroho, vinatupatia tu ujuzi wa kichwani, lakini havitusogezi karibu na Bwana wetu. Anasema kama vile, nani atakayekuwa sehemu ya wale 144,000 wale ambao ni wateule wa Mungu katika muda mfupi watalijua hili bila shaka. Kwa hiyo litajulikana kulingana na wakati, lakini hatutakiwi kuingia katika mabishano ya swala kama hilo. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana, na tusipokuwa makini kama watu wa Mungu hatutaweza kusimama, hatutaweza kuokolewa. Wengi tumekuwa tukitafuta makosa ya viongozi na kuyaweka hadharani. Tumekuwa tukilishambulia kanisa, kutafuta dosari au kasoro yoyote katika kanisa la Mungu na kufanya ndiyo mada kuu au kweli wa sasa. Huo ni mpango wa Shetani anaotumia kuwafifisha nguvu za watu wa Mungu, kwanza kutokuwa wa kiroho. Kwa Shetani anapoleta swala kama hilo, lazima ujue kwamba wewe mtu wa Mungu, Mungu hakuongozi, si wa kiroho. Lakini pia anadhoofisha ujumbe utakaoandaa watu kusimama katika siku kuu ya Bwana. Kwa hiyo jinsi ambavyo watu wanashambulia kanisa, wanashambulia viongozi kuanzia ngazi kubwa ya General Conference hadi kanisa mahalia, si namna ambayo Mungu alikusudia ifanyike. Ni kweli kuna makosa kuanzia ngazi kubwa General Conference hadi kanisa mahalia, lakini namna ambayo wengi wanaitumia hata katika mitandao ya kijamii, hata katika makanisa, sio namna inayoongozwa na Roho wa Mungu, na wote wanaofanya jinsi hiyo watapepetwa na kuachwa kando ya njia. Lakini tiba yao pekee ni kutubu na kurejea. Kwa hiyo mtu yoyote anayefanya kitovu cha huduma yake kama kuanika na kuchambua makosa ya viongozi, atapitwa pale ambapo malaika watakuwa wakiwekewa waaminifu mwili wa Mungu, kwa sababu atakuwa ametoka katika kazi ambayo Mungu amempatia na ameingia katika kazi ya adui. Kwa hiyo ataona ya kwamba anamsaidia Mungu kazi, kumbe anamsaidia Shetani kazi. Sikiliza kile ambacho pia mjumbe wa Mungu anasema, kulingana hata na hali tunayoiona katika General Conference, makao makuu ya kanisa, lakini pia kulingana na hali tunayoiona hata kuanzia kanisa mahalia. Anasema hapa ya kwamba kanisa lililo vitani sio kanisa lililokwisha kushinda. Anasema kanisa lililo vitani sio kanisa lililokwisha shinda, na dunia sio mbingu. Anasema kanisa limeundwa na wanaume na wanawake wasio wakamilifu na wanaokosea, ambao hata hivyo ni wanafunzi katika shule ya Kristo, ili wafunzwe, waadibishwe, waelimishwe kwa ajili ya maisha ya sasa na yajayo, maisha ya milele. Anaendelea kusema katika kitabu, hiyo nukuu inatoka kitabu cha Signs of the Times, alama za nyakati, Januari 4, 1883. Lakini nukuu hii inatoka katika kitabu cha Testimony to Ministers, shuhuda kwa wajumbe, ukurasa 47. Anasema, lakini hatuhitaji kukatishwa tamaa hivi, kwa maana Bwana hajaturuhusu kufikia hitimisho kuwa kanisa ni kamilifu. Kanisa katika wakati wetu sio kamilifu, litakuwa kamilifu baada ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani ngano na magugu vitakapotenganishwa kwa mara ya mwisho, na kanisa litatoka katika hali ya vita na litaingia katika hali ya ushindi. Anasema hapa ya kwamba na bidii zetu zote hazitakuwa na mafanikio katika kulifanya kanisa lililo vitani kuwa safi kama kanisa lililoshinda tayari.
Anaendelea kusema hapa pia katika kitabu kinaitwa Leta, yani ni barua ya 48 ya mwaka 1894. Anasema Mungu uniole pia atawahukumu wale wanaoweka hadharani makosa ya ndugu zao. Na unapoanza kusoma aya ya kwanza ni makosa ya viongozi. Anasema makosa ya ndugu zao, na sio tu viongozi, hata ndugu zako katika Kristo au yeyote yule. Unapoandika kosa lake pasipo hekima, Mungu atafanyeje? Anasema Mungu atakuhukumu. Mungu atawahukumu wale wanaoweka hadharani makosa ya ndugu zao pasipo hekima kuwa na dhambi kubwa zaidi kuliko atakavyohukumu wale wanaoyafanya makosa hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweze kuwa makini, kwa sababu ni kweli Mungu anahitaji tuweze kuokolewa, lakini katika asili ya wanadamu tusipokuwa makini na kukubali kuongozwa na Bwana, tutatoka katika ujumbe ambao utatusaidia tuweze kufikia wokovu, na tutaungana na shetani katika nadharia zake za uongo. Ndio maana siku zote Mungu anatuambia, unapoangalia katika kitabu cha Isaya, fungua pamoja nami katika kitabu cha Isaya sura 30 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, Isaya sura 30 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni, mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Kwa Mungu anahitaji tubaki katikati ya njia, tusiende kulia, tusiende kushoto, tubaki katika ujumbe ambao ametupatia ili tuweze kusimama katika sikukuu ya Bwana ambayo yuko mbele yetu. Na unapotazama pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5, Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na ule mstari wa 32, neno la Mungu linasema, tunzeni basi mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu, msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto. Kwa hiyo ujumbe ambao Mungu ametupatia hahitaji tufate jumbe nyingine, anahitaji tubaki hapo katikati. Na nabii kuna nukuu anaandika hapa kutoka katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 305. Anasema katika asili ya mwanadamu kuna uelekeo wa kukimbilia ushupavu na kutoka kwenye ushupavu mmoja hadi mwingine ulio kinyume kabisa. Kwa hiyo watu ambao watakuwa wakiyumbishwa, Mungu hata watumia na hawataweza kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu. Wale watakaoweza kusimama ni wale watakaobaki katikati na watakaozingatia ujumbe ambao wamepatiwa, ukweli wa sasa, wakauleta katika mioyo yao, katika familia zao, katika kanisa, lakini na katika jamii, na mwisho wa siku kusimama wao pamoja na familia zao, pamoja na wengine walioandaliwa katika makanisa yao na katika jamii inayowazunguka, na hao watakuwa tayari kwa ajili ya kumpokea Kristo ajapo mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Ndio maana hapa anasema Mungu anawaita wanaume na wanawake imara. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4 ukurasa wa 75, anasema Mungu anawaita wanaume na wanawake imara, wenye kusudi thabiti, wanaoweza kutegemewa katika nyakati za hatari na majaribu. Anaendelea kusema wenye mizizi imara na msingi wao kama katika vilima vya milele, wasioweza kuyumbishwa kwenda kushoto au kulia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya ujumbe wa malaika watatu. Ndio maana tulisoma nukuu ya maandiko ya awali ya Writings 256, anasema wale wanaopokea na kufahamu ujumbe wa malaika watatu watakingwa wasije wakapeperushwa na madanganyifu ya shetani katika siku hizi za mwisho. Ndio maana tumeona udanganyifu huu au nadharia hizi zote shetani azileta ili kuwafanya watu wasielewe mpango wa ukombozi kama unavyofunuliwa kupitia patakatifu na hukumu ya upelelezi. Lakini katika kipindi kinachokuja sasa, taanza kuangalia sasa huu mpango wa ukombozi, kwa sababu ndio ujumbe ambao Mungu anahitaji tuelewe sasa hivi, na sio katika mianzo yake. Atuangalie mpango wa ukombozi katika dhana ya Kristo kama mwanakondoo, lakini katika dhana ya Kristo kama kuhani. Kwa tunaangalia mpango wa ukombozi sio katika mwanzo wake, lakini katika mwisho wake. Unapotazama, tutaangalia nukuu ya mwisho tunapofunga kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 575, na ile ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema mpango mkuu wa ukombozi kama ulivyofunuliwa katika kufunga kwa kazi ya siku hizi za mwisho unapaswa kuchunguza kwa karibu zaidi. Anaendelea kusema matukio yanayohusiana na patakatifu pa mbinguni yanapasa yaweke mguso
kwenye mawazo na mioyo ya wote ambao wanaweza kuwasisitiza wengine. Wote wanapaswa kuwa waerevu zaidi kuhusiana na kazi ya upatanisho inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Pale ambapo ukweli huu wa msingi unaonwa na kueleweka, wale wanaoshikilia watafanya kazi katika ulinganifu na Kristo katika kazi ya kuandaa watu kusimama katika siku kuu ya Bwana, na jitihada zao zitakuwa na mafanikio. Huu ndio ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ufunui kingine chochote isipokuwa mpango wa ukombozi katika misho yake, na mpango wa ukombozi unafunuliwa kupitia somo la patakatifu. Na unaposoma kitabu cha Zaburi 77:13, na Mungu anasema, Mungu, njia yako hii katika patakatifu, ni nani aliye Mungu mkuu kama wewe? Kwa hiyo ukija ukaangalia somo la patakatifu, ndio somo pekee ambalo linafunua njia ya Mungu ambao ni ukombozi. Kwa hiyo katika kipindi kinachokuja na kualika usikose, itakuwa kina kichwa kinachosema patakatifu na mpango wa ukombozi. Kwa hiyo hapa tutaanza kuangalia mpango wa ukombozi kwa kina. Kumbuka kuwa na kalamu, kumbuka kuwa na karatasi pamoja na Biblia yako mkononi. Lakini ningependa kukualika tunapohitimisha kipindi hiki, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una nafasi ya kukaa utakaa, na ukiwa una nafasi ya kusimama hapo ulipo dumu ikiwa umesimama, tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya neno lako takatifu. Tunakusihi uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi sote, na utuongoze katika kweli zako zitakazotuwezesha kuweza kukutana na wewe uso kwa uso. Asante kwa fursa hii ambayo umetupatia katika kipindi kingine, tutakapoanza kutazama somo la patakatifu na mpango wa ukombozi. Tunakusihi wako aweze kuwa pamoja nasi na aweze kutulinda mimi mzungumzaji, anayenitazama na anayenisikiliza, kwa wakati ufaao tuendelee kuchunguza mada hii nyeti itakayoamua hatima ya roho zetu. Tubariki sote na tupatie Roho wako Mtakatifu kwa kadri ya uhitaji wetu. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu.